Tarehe 15 Septemba 2023 ulitutembelea, na baada ya kukuambia changamoto kubwa tulizonazo hasa katika eneo la ajira, wanawake pamoja na vijana, uliagiza korosho zipite katika bandari ya Mtwara. Ndugu mgombea, ningependa kushukuru kwa uamuzi huu, kwa sababu tangu uamuzi huu umefanyika kuna mafanikio makubwa tumeyapata. Kwanza kabisa, manispaa yetu imeweza kuingiza zaidi ya bilioni 3.3 katika muda wa miaka miwili, na pesa hizo zimetuwezesha kufanya miradi zaidi ya 44 ambayo imeajiri watu na kuboresha huduma katika jimbo letu. Lakini kama hiyo haitoshi, takwimu zinatuonyesha zaidi ya vijana na kina mama 3900 wameajiriwa kupitia shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika kupitia kusafirisha korosho katika bandari ya Mtwara. Tunakushukuru sana kwa uamuzi huo na kujali maisha yetu. Tumechochea ukuaji wa bandari ya Mtwara na tumetoa maamuzi, amesema hapa mwanangu Nanauka kwamba toka tumetoa maamuzi ya korosho kusafirishwa kutoka bandari ya Mtwara, mambo makubwa sana yamefanyika. Makubwa sana yamefanyika, na hayo ndio maendeleo ambayo wakati tunawaza hilo tulikuwa tunaona hilo mbele yetu, lakini kwa sababu kulikuwa na wafanya biashara wanaofaidika korosho kusafirishwa Dar es Salaam, kulikuwa na ugumu kidogo, lakini tumshukuru Mungu, sasa mambo yamekaa sawa. Na furaha yangu ni kwamba wenyewe wana Mtwara wanafurahia hilo, kwamba korosho inayotoka Lindi na Mtwara isafirishiwe bandari ya Mtwara. Tumekuwa na changamoto kubwa katika mji wetu kwenye eneo la miundombinu. Kabla hujaingia madarakani, TARURA walikuwa wanapata bilioni 1.7. Mara baada ulipoingia uliweka ongezeko la 88% na ukaongezea bilioni 1.5. Pesa hizi zimetusaidia kwa kiwango kikubwa kuboresha miundombinu yetu. Lakini kama haitoshi, uliweka mji wetu pia kati ya miji ambayo katika programu ya uboreshaji wa miundombinu, yani TACTIC, na ukatupatia zaidi ya bilioni 27. Tunakushukuru sana. Kati ya fedha hizo zimeenda kutatua moja ya changamoto kubwa katika mji wetu, ambapo mvua zinapokuwa zinanyesha maji yalikuwa yanaingia katika majumba ya watu. Lakini leo kupitia mradi ule kilomita 1.5 ya mfereji unajengwa pale Shangani Kiangu, ili mvua itakaponyesha wananchi hawa wasingiliwe na maji katika nyumba zao. Ndugu mgombea, tunakushukuru kwa ajili ya hilo, lakini tunaamini pia katika awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi huu, kata zingine pia kama vile Magomeni, Ufukoni na Chuno na zenyewe pia zitaguswa. Asante sana kwa kufanya kazi, lakini pia kwa kujali utu wa wananchi wa Mtwara mjini. Hapa mjini ninafahamu kuna changamoto ya mafuriko, lakini Nanauka ameisema vizuri, kazi inaendelea, na kadhia ile katika maeneo yale ya Chuno, Magomeni na Mtonya mpaka Chikongola inakwenda kuwa historia. Mafuriko yale yanakwenda kuondoka.